Rais Samia Suluhu Hassan leo Julai 20 mwaka 2026 amezindua ujenzi wa meli 4 za mizigo pamoja na mradi wa maboresho ya bandari ya Kigoma, hatua inayotarajiwa kuongeza ufanisi wa usafirishaji wa mizigo, kuchochea biashara ya kikanda na kufungua fursa mpya za ajira na uwekezaji. Meli hizo zinajengwa katika Ziwa Tanganyika sambamba na utekelezaji wa mradi wa kuboresha bandari ya Kigoma unaohusisha ujenzi wa gati mpya la mizigo na abiria pamoja na kuongeza kina cha maji ili kuruhusu meli zenye uwezo mkubwa zaidi kutia nanga. Serikali imeeleza kuwa mradi huo ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha miundombinu ya usafiri na uchukuzi kwa lengo la kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha biashara katika ukanda wa maziwa makuu. Mheshimiwa Rais, meli zetu 4 hizi zimejengwa kwa lengo la kuboresha usafiri kwenye Ziwa Tanganyika na maeneo mengine, na zimejengwa na mwekezaji ambaye anaitwa Golden Logistic Company Limited. Meli moja iko hapa sasa hivi kwa ajili ya uzinduzi kwa niaba ya meli zote 4. Meli moja iko Kalemie kule DRC na meli mbili nyingine ziko kule Karema. Kwa maelezo ya kina kuhusu kazi hii, naomba nimkaribishe ndugu Mbosa ili aweze kutupitisha hatua kwa hatua. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, karibu sana. Mheshimiwa Rais, karibu katika bandari ya Kigoma. Mheshimiwa Rais, hapa leo kuna mradi ambao unaendelea, tungependa kukupa taarifa, lakini pamoja na kuhusu meli. Mheshimiwa Rais, katika bandari ya Kigoma tuna eneo la abiria na eneo la mizigo. Hapa tulipo ni eneo la mizigo. Tuna mradi mkubwa wa kulirekebisha eneo hili ambalo ni gati lina urefu wa mita 310. Tumeanza mita 190 ndo tunaanza kuzifanyia kazi, na mita 120 tumefunga ili tuendelee kuwahudumia wakazi wa Kigoma na watu wanaotumia bandari. Lakini Mheshimiwa Rais, pia lengo la kuboresha kwanza ni kutoka kuhudumia tani 800,000 kwa mwaka mpaka tani 2,000,000, lakini vile vile kuliongeza gati kwenda maji kwa mita 11.5, lakini vile vile kuongeza kina cha maji kiwe mita 7 ili tuweze kuruhusu meli nyingi zaidi na kubwa kama hizi za wenzetu ziweze kuhudumiwa katika bandari hii. Mradi wa pili unaoendelea Mheshimiwa Rais ni kujenga gati kwa ajili ya abiria, kwa ajili ya wananchi wa Kigoma. Sasa tunawatengenezea gati la kisasa kabisa la abiria. Litakuwa na urefu wa mita 180, litakuwa lina eneo la kukaa abiria 400 kwa wakati mmoja kutoka 40 waliopo hivi sasa, lakini vile vile tutachimba kina kutoka mita 3.5 mpaka kwenda mita 6. Hiyo itaruhusu meli kubwa zaidi za abiria kufika katika bandari ya Kigoma. Mheshimiwa Rais, kwa upande wa meli unazozizindua, Mheshimiwa Rais, serikali kupitia mamlaka ya usimamizi wa bandari tuliingia mkataba na kampuni ya Zijin ya China kwa ajili ya kusafirisha mzigo wao. Hawa wana migodi katika nchi ya DRC, migodi mikubwa 3 yote lifetime ya zaidi ya miaka 50, na wana mizigo ambao wanatakiwa kuisafirisha kwenda China. Kwa hiyo katika ile dhana ya usafirishaji fungamanishi, sisi hapa tuliwaomba wao watengeneze meli kwa sababu wanaitengeneza bandari ya Kalemie, lakini vile vile waitengeneze bandari hii ya Kigoma, lakini vile vile wanatengeneza kilomita 500 kutoka Manono katikati ya Dar es Salaam migodi yao mpaka katika bandari ya Kalemie. Kwa hiyo sisi ni sehemu ya mradi mkubwa wa usafirishaji wa mizigo ya madini. Na Mheshimiwa Rais, hili manake litafungua sasa njia hii ya kaskazini mashariki mwa Kongo, mizigo yao ya madini ianze kupita katika bandari ya Kigoma, lakini kuelekea bandari ya Dar es Salaam ambapo sehemu kubwa tumezoea tunatumia mpaka wetu wa kule Tunduma. Kwa hiyo wametengeneza meli hizi 4. Kila meli moja ina uwezo wa kubeba tani 2,000 kwa wakati mmoja, lakini ina urefu wa mita 70, upana wa mita 15. Wanategemea kutengeneza meli nyingine 2, lakini na sisi pia kwa kushirikiana na wenzetu wa Tashiko tunategemea pia tutaanza na sisi kutengeneza kwa haraka kama walivyofanya wao. Meli hizi Mheshimiwa Rais, zitakuwa zina manufaa makubwa kwa sababu katika Ziwa Tanganyika kumekuwa na meli kubwa 4 tu. 3 zina uwezo wa kubeba tani 2,000, moja inabeba tani 3,000. Manake kuongezeka kwa meli 4
tutakuwa tuna meli 8 kubwa katika ziwa Tanganyika, na hiyo itasaidia kusafirisha mizigo kutoka Kongo kuja kwetu na kuelekea katika bandari zetu nyingine, lakini pia kuwasaidia wafanyabiashara wengi na wananchi wa Tanzania ambao wanafanya biashara na DRC, lakini na pia wale wa DRC. Manufaa makubwa, Mheshimiwa Rais, kwanza tutakuza uchumi wa Kigoma na maeneo yanazunguka ziwa Tanganyika. Tuna mikoa ya Rukwa na Katavi ambayo yote ina jumla bandari 7, meli hizi pia zitatumika, lakini vile vile tutaongeza ajira kwa Tanzania. Meli hizi zimesajiliwa na TASAC, mamlaka yetu ya usajili hapa Tanzania, lakini vile vile zina crew, kati ya crew 8, crew 6 ni wa Tanzania. Maana yake kuna ajira, lakini mzigo unaobebwa pia unazalisha ajira nyingi katika kuhudumia hizo tani 2000. Lakini jingine, Mheshimiwa Rais, litaongeza mapato ya serikali kwa sababu hizi huduma sasa zinapoongezeka na sisi tunakusanya mapato, lakini pia zitachochea biashara kwa sababu itakuwa imerahisisha watu kusafirisha kati ya nchi zetu mbili, lakini na Burundi. Lakini vile vile inaendelea kutufanya sisi kuwa lango kuu la kibiashara. Mheshimiwa, moja kati ya sifa ya bandari yetu ya Dar es Salaam, Tanga na Mtwara, kwa nini zinapendwa? Kwa sababu sisi ni gateway, sisi ni njia ya kuingilia Afrika. Kwa hiyo kila mtu angependa, na hii hapa ina reflect kile ambacho kinafanyika Dar es Salaam, kwamba sasa tushapokea mzigo tutaufikisha, lakini vile vile mzigo unakotoka DRC na nchi 8 tunazozihudumia zinaweza zikachukua mzigo kupitia katika bandari zetu za maziwa na kufika katika bandari ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, hayo ndo maelezo ya kwetu, lakini vile vile hii ndo moja kati ya meli ambazo zimetengenezwa, utaizindua hapo, lakini kwa pale kama kisogea kidogo inaonyesha jinsi ambavyo bandari yetu itakuwa. Mheshimiwa Rais, huu upande wa kulia ndio gati jipya la abiria ambalo linajengwa kwa kule, litakuwa lina uwezo, upande huu litakuwa na mita 130, upande huu mita 50, ambapo jumla ni mita 180. Upande huu tunaweza tukaweka boti zetu zile za kusukuma meli, lakini hapa ndio pale ambapo pana mita 310, na tuliposimama ni eneo hili la mwanzo. Wanatengeneza hii eneo la kuhudumia mizigo upya, watasogeza hizi mita 11.5 kuja kwenye maji, watachimba hapa mita 7, na mita 7 ni nyingi Mheshimiwa Rais, kwa sababu meli hii hapa inahitaji kina cha mita 3.5 tu, lakini watatengeneza gati, lakini na reli iliyoko mbele hapa itasogezwa nyuma, na hii itakuwa ni SGR ambapo tunategemea itaenda mpaka Katosho kule ambako tutaenda kuzindua, lakini sehemu hii ndo ambayo tumeifunga mita 120 ambayo kwa pamoja ikikamilisha ndio itakamilisha zile mita 310. Mheshimiwa Rais, kama wanasikia wanaweza wakaplay video kidogo ili uweze kuona. Mkuu wa mkoa, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, makamu wa rais namuona pale, katibu mkuu, mbunge wa Kigoma mjini kama hajaonekana hapa. Haya, moja, mbili, tatu. Makofi mengi na vigelegele. Haya, naomba tuondoe hayo nani ili tupate picha hapo hapo, ndo picha yetu ya kwanza hiyo. Tafadhali. Sawa sawa. Kuna mtu. Baada ya hapo tunaomba baki Mheshimiwa Waziri, Katibu Mkuu, DG na Mheshimiwa Balozi. Wengine kwa heshima na taadhima tunaomba tusogee pembeni. Sekwa. Balance. Tuite mmoja. Tunaomba kiongozi mmoja rudi, naibu waziri rudi hapa sasa, kwa sababu kwa heshima na taadhima picha yetu haija balance. Management isogee, tuliwaambia haraka haraka ya mamlaka. Aisha Chaz, Tifu TV.